السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المنة، والحمد مفتاح لباب الجنة، والحمد موجب المزيد في العطاء، ومن يداوم ينكشف له الغطاء. فكم لربي من آياد ونعم سابغة على الورى محض الكرم. وأعظم النعمة هدي الخلق لدينه الإسلام دين الحق. فأرسل المختار ختم الأنبياء ومنبع الأسرار مصدر الضياء. فبلغ الدعوة بالأمانة والصدق والعصمة والفطانة، وترك الناس على محجة بيضاء مع وضوح كل حجة. والثقلان من وصاة المصطفى، وحسب هذين وصاة وكفى. فأهل بيت المصطفى في قرن مع القرآن جاء ذا في السنن. صلى عليك الله يا مختار ما جن ليل أو بدا نهار. وخصت الصلاة أهل البيت من هم حياة كل قلب ميت. وعمت الصحاب أنجم الهدى وكل من لنهجهم قد اقتدى. والحمد لله وصلى الله على نبيه ومن والاه. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, tulizungumza katika halaka iliyopita, tulikuwa na mukaddima miwili kabla ya kuingia kueleza baadhi ya ayati katika suratul Tauba. Tulifanya mukaddima miwili. Mukaddima wa kwanza tulizungumza majina ya suratu at-Tauba na tukaeleza kila jina lina sababu gani, tukaeleza maudhui ya suratu at-Tauba, tukaeleza malengo ya suratu at-Tauba, tukaeleza dhuruf ambazo zilikuweko mpaka kuteremka suratu at-Tauba na mengineyo kadhaa ambayo Mwenyezi Mungu alituafikia tukaweza kuyazungumza katika ufunguzi wa ayatul munafiqina fi surati at-Tauba. Halaka iliyofuatia tukasema hatuna budi angalau tuizungumze ghazwatu Tabuk japo kwa ufupi. Kwa nini tuliamua kuzungumza ghazwatu Tabuk? Tulisema kwa sababu zile ayat za munafiqina zilizomo katika suratu Tauba zina alaka kubwa na ghazwatu Tabuk. Hauna namna ya kuzungumza hakuna namna ya kuzizungumza ayatul munafiqina fi surati Tauba illa ni lazima uingilie katika kuzungumza ghazwatu Tabuk, kwa sababu zina alaka. Zile aya zimeteremka hasa kwa ajili ya ghazwatu Tabuk. Katika halaka ya leo, Mwenyezi Mungu akituwafikia, tutajaribu kuzisoma baadhi ya aya katika suratu Tauba na kuzieleza japo kwa ufupi, kisha tutajaribu tukusanye manake aya ni nyingi na haitotutosha kuzungumza mpaka tuzimalize zote, lakini tutajaribu tukusanye tuzungumze baadhi ya mambo ambayo ni asasi katika maradhi ya wanafik yaliyomo ndani ya suratu at-Tauba. Aya tutakayoanza nayo ni aya 41. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, infiru khifafan wa thiqala wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa thiqalan, tokeni
infiru, tokeni mwende katika jihadi, khifafan, hali ya kuwa ni wepesi, wa thiqalan, na hali ya kuwa ni wazito. Wajahidu, na mupigane jihadi, biamwalikum, kwa mali zenu, wa anfusikum, na nafsi zenu, fi sabilillahi, katika ndia ya Mwenyezi Mungu. Dhalikum, hilo kwenu nyinyi, khairul lakum, ni bora zaidi kwenu, in kuntum ta'lamun, mukiwa nyinyi mwajua. Aya hii ndugu zangu ndiyo aya ya kwanza ambayo ulamai wasema imeanza kuzungumza masala ya vita vya Tabuk, watu kuhimizwa watoke, na ndiyo siri ya Qur'ani. Ghazwatu Tabuk ni vita ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuwa akihimiza masahaba wake, akihimiza masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam watoke waende katika vita hivi. Mwenyezi Mungu aliposema infiru khifafan wa thiqalan, neno khifafan wa thiqalan wanazuoni wameliandikia aqwali nyingi. Wanasema khifafan wa thiqalan maana yake fil usri wal yusri, katika uzito na wepesi tokeni. Wal manshati wal makrahi, ukiwa na nishati toka, ikiwa huna nishati toka. Wal harri wal bardi, kukiwa na joto toka, kukiwa na baridi toka. Fi jamii al-ahwali, katika hali zote. Katika tafsiri nyingine wameandika wasema infiru khifafan wa thiqalan, maana yake ni shubanan wa shuyukhan, tokeni ikiwa ni mabarobaro, ikiwa ni watu wazima. Rukbanan wa mushatan, tokeni ikiwa mumepanda, ikiwa mwatembea. Khifafan min almali, tokeni ikiwa ni maskini hamuna mali. Wa thiqalan, na ikiwa nyinyi ni wazito, manake ni matajiri. Katika dhurufi zote hizo mwanadamu lazima atoke aelekee katika jihadi. Al-Imamu al-Qurtubi katika tafsiri hii ameandika asema kuwa wanazuoni wamekhalifiana kuhusu hii aya, je ni mansukha au ni muhkama. Akasema wako baadhi ya ulamai wanaosema ni mansukha na imenasikhiwa na aya iliyomo katika suratu Tauba aya 91, Mwenyezi Mungu aliposema laisa ala dhuafai wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulih ma ala almuhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wengine katika ulamai wakasema imenasikhiwa na aya katika suratu Tauba aya 122, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Hii ni kauli ya kwanza, ni kauli ya kwamba hii aya infiru khifafan wa thiqalan ni mansukha. Kuna kauli nyingine ambayo al-Imamu al-Qurtubi amesema ya kwamba ndio yenye nguvu, kauli ya kuwa hii aya ni ghairu mansukha bal ni aya muhkama. Na katika tafsiri ya al-Imamu al-Qurtubi ameandika baadhi ya mifano kuonyesha ya kwamba hii aya maswahaba, tabiina na waliokuja baada ya tabiina wameelewa kuwa hii aya si mansukha bali ni aya muhkama. Miongoni mwa walioelewa kwamba hii aya ni muhkama ni Abu Talha, sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba ambaye amekuwa mtu mzima, au katika khilafa ya Sayyidina Uthman amekuwa mtu mzima. Siku moja yusoma Qur'ani akaipitia hii aya infiru khifafan wa thiqalan, na kipindi hicho waislamu wafanya maandalizi kwenda katika vita vya Azerbaijan. Akamwambia watoto wake jahizuni jahizuni, niandaeni niende katika vita. Watoto wakamwambia baba yao, kwa nini uende katika vita? Wewe jahadta maa rasulillahi hatta mata, wajahadta maa Abi Bakrin hatta mata, wajahadta maa Umara hatta mata. Hivi sasa umekuwa mtu mzima, fanahnu
nuharibu anka, sisi tutapigana badala yako, wewe ushakuwa mtu mzima. Akamwambia watoto wake, la abata alaina suratul buhuth, imetukatalia suratul buhuth. Mwenyezi Mungu asema infiru khifafan wa thiqalan. Watoto wakamwandaa, akatoka kwenda katika vita ambavyo kwamba vya baharini. Kwa sababu ya utu uzima, maradhi, akafa ndani ya jahazi. Ndani ya jahazi amekufa, na ikawa hakuna namna ya kupata ufuo ili wamzike Abu Talha. Kwa siku 7 maiti iko ndani ya jahazi, watu watafuta ufuo ili wamzike. Wakatafuta ufuo, wakiupata ufuo ni baada ya siku ya 7, na wakamzika, ilhali mwili wake haujabadilika kabisa, kwa sababu ametoka katika jihadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamhifadhi Abu Talha. Ukisoma katika tafsiri ya Imam Tabari, amezungumza, amemtaja al-Miqdad ibn al-Aswad ambaye alionekana kule Hims, na al-Miqdad ibn al-Aswad alikuwa ni mnene, lakini ameonekana ameingia katika sanduku wagitayarisha kwenda katika jihadi, na lile sanduku halimtoshi, mpaka watu wakamwambia al-Miqdad ibn al-Aswad, kwa nini ujikalifishe hali hii wakati wewe ushakuwa mtu mzima na umepigana wakati wa Mtume? Akawaambia maneno yale yale, abata alaina suratul buhuth, suratul tauba imetukatalia. Akawasomea hii aya, infiru khifafan wa thiqalan. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib min kibari tabi'in, huyu ni bwana katika awakhirul umri, alikuwa akiona jicho moja lilikuwa halioni, na yeye akatoka kwenda katika jihadi. Watu akamwambia, wewe umekuwa mtu mzima na waona na jicho moja, kwa nini, lazima gani uende katika jihadi? Akawaambia maneno hayo, akawaambia kad umirna, tumeamrishwa tutoke khifafan wa thiqalan. Kisha akawaambia maneno muhimu, akawaambia nitakuweko katika vita, ikiwa sitoweza kupigana basi mimi nitaketi kulinda vitu vya watu, kulinda nguo zao, mabegi yao, vitu vyao, ili visije vikapotea. Basi na mifano kama hii mifano ameiandika Imam al-Qurtubi kuonyesha ya kwamba maswahaba, tabiina na waliokuja baada ya tabiina wameelewa ya kuwa infiru khifafan wa thiqalan ni ayatun muhkamatun, wala haikupatwa na naskhi. Ni lazima ikisimama jihadi watu wawe tayari kutoka kwenda kupigana kwa ajili ya kukinusuru kilma cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam asema, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bilghazwi mata ala shu'batin min an-nifaq. Na katika riwaya nyingine, faliyamut inshaa yahudiyan au nasraniyan, mtu ambaye hakupigana jihadi na wala hakuwahi kufikiria kupigana jihadi, akitaka afe Yahudi, akitaka afe Naswara, atakufa na chembe za unafiki. Tumuomba Mwenyezi Mungu inshallah aisimamishe jihadi ya hakika ya kweli iliyokamilisha masharti yake, ili na sisi tushiriki katika jihadi hiyo kwa kile kipimo ambacho Mwenyezi Mungu atatuwezesha, ili tusikose sharaf ya kwenda mbele yake hali ya kuwa tuliwahi na sisi kupigana jihadi. Hii ni aya ya kwanza, aya ya 41 katika suratu At-Tauba. Suratu At-Tauba aya ya 42. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa yuwazungumza yanayohusiana na wanafiki khasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwataka watu watoke waende katika jihadi, wanafiki walibakia nyuma, na tutakuja kueleza adwarul munafiqina fi ghazwati Tabuk, dori la wanafiki katika ghazwati Tabuk. Kwanza tutakuja kuzungumza watu ambao hawakwenda Tabuk wamegawanyika vigawanyo vingapi, kisha tutakuja kuzungumza wale ambao ni wanafiki walijigawanya vipi katika kutumikia unafiki wao katika masala ya vita vya Tabuk.
Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakathibun. Mwenyezi Mungu asema lau kana, lau ingelikuwa huko kutoka, aradan kariban ni pato au ni manufaa ya karibu, wa safaran qasidan na ni safari nyepesi, lattabauka wangelikufuata, walakin lakini ba'udat alayhim ash-shuqqa yamekuwa mbali juu yao masafa, wasayahlifuna billahi na wataapa kwa Mwenyezi Mungu, lau istata'na, lau tungeliweza, la kharajna ma'akum, tungelitoka pamoja na nyinyi, yuhlikuna anfusahum, wanaziangamiza nafsi zao, wallahu na Mwenyezi Mungu ya'lamu yuwajua, innahum hakika wao lakathibuna ni warongo. Aya hii ndugu zangu yawazungumza wanafiq. Lau kana, Mwenyezi Mungu azungumza wale wanafiki ambao hawakutoka kwenda katika vita vya Tabuk. Mwenyezi Mungu asema lau kana aradan qariban. Arad wanasema ni almanfaa, yani lau kule kutoka kwenda Tabuk wangelikuwa waenda kupata manufaa, wa safaran qasidan, na lau kule kutoka ingelikuwa ni safari sahali, safari nyepesi, Mwenyezi Mungu asema lattabauka wangelikufuata, kwa sababu tabia ya wanafik hawataki mambo magumu magumu wala mambo mazito mazito, wao wataka mambo ambayo ni mepesi mepesi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, lau ingelikuwa hii safari mtu akitoka na wewe atapata kitu, au safari ikawa ni safari nyepesi, ni hapa na hapa, wangelitoka, walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa, lakini masafa kwa wao ni mbali. Tumesema wanazuoni wamepima, wale wanaojua mambo barabara wamepima kwa wakati wetu huu wa leo, ambazo aturuku muabbada, barabara zimetiwa lami, zimetiwa maram, barabara ni nzuri, milima imevunjwa vunjwa, wamefanya hisabu wasema kuanzia Madina mpaka Tabuk ni maili 778. Je, wakati ule wa milima na mabonde na safari ni za mangamia na mapunda na mafarasi, wafikiria watu walikuwa safari wakiona ndefu kiasi gani? Aya hii ndugu zangu ndivyo namna ilivyowaeleza wanafiki. Ni watu ambao yantahizuna almaslaha au alfuras, ni watu ambao hupatiliza zile fursa. Na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwazungumza wanafiki katika hadithi ambao ni muttafaqun alayhi, iliyopokewa na Sayyiduna Abu Huraira. Mtume asema, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba thumma amura bisalati fayuadhana laha thumma amura rajulan fayaumma an-nasa thumma ukhalifa ila rijalin fauharriqa alayhim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arakan saminan au mirmataini hasanataini la shahida al-ishaa. Mtume asema, nimefanya hamu, yani nimeingiwa na mawazo, niamrishe kukatwe kuni ziwekwe, kisha niamrishe kuadhiniwe, nimpitishe mtu aswalishe, mimi nichukue baadhi ya masahaba niende katika majumba ya wanafiki, kwa sababu wanafiki hawahudhuri salatu al-ishai wala salatu al-fajri, kwa sababu ni swala kwa wakati ule zilikuwa ni za giza na wao wataka wafanye mambo kwa kuonekana. Mtume asema, nichukue watu nende katika majumba ya watu ambao hawaji msikitini kuswali kwa jamaa, fa uharriqa alaihim buyutahum, nende nikawachomee majumba yao. Kisha Mtume akaeleza kwamba wanafiki ni watu wa maslahi,
ni watu hawafanyi jambo ila wajue ndani yake kuna maslahi kwa wao. Mtume akasema walladhi nafsi biyadihi, na apa na yule ambaye nafsi yangu iko katika mamlaka yake, lau ya'lamu ahaduhum, lau yuwajua mmoja katika wanafiq, annahu, kwamba yeye, yajidu arakan saminan, lau mmoja wao akijua kwamba akija msikitini atapata mfupa ulionenepa, atapata nyama mzuri akija kiswali, Mtume asema la shahida al-ishaa, wangelikuja salatu al-ishaa wakahudhuria msikitini na wao wakaswali. Lakini ni kipi kilichowazuia? Ni kwa sababu wao kazi yao hawataki kwenda mahali ambapo waona hapana maslahi na wao watu kama hawa. Kisha Mwenyezi Mungu akamalizia kuzungumza mambo ya ghaib. Mwenyezi Mungu akamweleza Mtume jambo ambalo kipindi yamueleza halijafanyika, akamwambia litafanyika, na ni kweli lilifanyika baadaye. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum, lau baadaye mkirudi katika vita, Mtume aambiwa mkitoka Tabuki mkirudi, hawa wanafiki hawa watakuja watakuwa pia, wallahi billahi tallahi warahmani, na mpaka viapo ambavyo hakuna. Watu wataapa, watamwambia Mtume lau istata'na la kharajna ma'akum, lau tungeliweza sisi tungelitoka pamoja na nyinyi, wallahu ya'lamu innahum lakathibun, Mwenyezi Mungu yuwajua kuwa wao ni warongo. Na hii ndio tabia ya wanafiki. Miongoni mwa tabia za wanafiki ni kupenda kuwapa. Soma katika Qur'ani aya mbalimbali, utaona miongoni mwa ada za wanafiki ni kupenda kuwapa. Jambo dogo watu washapa, yahlifuna billah, yahlifuna billah, yahlifuna billah. Ukisoma katika suratu Tauba utaona kazi yao ni kuwapa. Ukisoma katika suratul almunafiqun utaona kazi yao ni kuwapa. Jambo dogo munafiki yuwapa viapo vyote. Kwa nini aape? Ni kwa sababu yuwajijua kuwa ni mrongo. Ili aufiche urongo wake, ni lazima urongo ule aufiche kupitia kwa viapo. Na ndio Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna wallahu ya'lamu innahum lakathibun. Hizi ndugu zangu ni baadhi tu ya sifa za wanafiki zilizotajwa ndani ya suratu Tauba kupitia kwa hizi aya ambazo tumezieleza. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atuepushe na maradhi ya nifaki. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.